Na msikilizaji wangu wa Simulizi Leo, karibu kwenye Simulizi Leo, na leo hii inakusimulia kisa cha tajiri mkubwa zaidi kuwahi kutokea duniani. Najua wengi watasema Elon Musk, Jeff Bezos ama Bill Gates, lakini kamwe hawamgusi hata ukucha tajiri huyu. Je, tajiri huyu ni nani? Mansa Musa wa kwanza alikuwa mtawala wa milki ya Mali huko Afrika Magharibi, akitawala kuanzia mwaka wa 1312 hadi mwaka 1337. Neno Mansa linamaanisha mfalme au mtawala. Alitawala milki kubwa na tajiri iliyojumuisha maeneo ya Mali ya sasa, Senegal, Gambia, Guinea na Niger. Anajulikana sana kwa utajiri wake wa ajabu, hija yake maarufu kwenda Meka na mchango wake katika elimu na usanifu wa Kiislamu barani Afrika. Je, Mansa Musa alikuwa tajiri kwa kiasi gani? Utajiri wa Mansa Musa ulitokana hasa na dhahabu na chumvi, ambavyo vilikuwa rasilimali zenye thamani kubwa sana wakati huo. Mali ilikuwa mzalishaji mkubwa wa dhahabu duniani, na chini ya utawala wake ilizidi kuwa tajiri. Wataalamu wa leo wanakadiria kuwa utajiri wa Mansa Musa ungekuwa na thamani ya zaidi ya dola bilioni 400 kwa sasa, jambo linalomfanya kuwa mtu tajiri zaidi katika historia iliyorekodiwa. Hii ni zaidi ya matajiri wa kisasa kama Jeff Bezos au Elon Musk. Hija yake maarufu kwenda Meka mnamo mwaka wa 1324, Mansa Musa alifanya hija. Hii ni safari ya Kiislamu ya kwenda Meka, safari iliyobaki kwenye historia kama ya kushangaza. Alisafiri na msafara wa watu 60,000 wakiwemo watumwa, wanajeshi, maafisa na wafuasi. Alibeba mamia ya ngamia waliokuwa na vumbi la dhahabu hadi tani 18 kwa jumla. Alitoa dhahabu nyingi sana huko Cairo, Medina na Meka, kiasi kwamba alisababisha mfumuko wa bei mkubwa. Uchumi wa maeneo hayo ulichukua miaka kurejea kawaida. Ukarimu wake na maonyesho tajiri wake yalifanya Mali kujulikana duniani, hata kwenye ramani za Ulaya. Na urithi wake, Mansa Musa hakuwa tajiri tu, alikuwa pia mwenye hekima na maono makubwa. Alianzisha shule, maktaba na misikiti na kuifanya Timbuktu kuwa kitovu cha elimu na utamaduni wa Kiislamu. Aliwaleta wasomi, mafundi ujenzi na washairi kutoka dunia ya Kiislamu kwenda Mali. Alijenga msikiti wa Jingoreba mjini Timbuktu ambao bado upo hadi leo. Alikuza biashara, elimu na dini na kusaidia kusambaza Uislamu kwa amani Afrika Magharibi. Baada ya kifo chake, Mansa Musa alifariki takriban